Tumsikie Bwana. Basi nitumie nafasi hii kwanza kwa niaba ya mashamba ya askofu kuwakaribisha sana hapa mahali Nazareti Center kwa ajili ya semina yetu. Hii ni mara yetu ya kwanza tunapata mahudhurio makubwa namna hii. Tujipongeze jamani. Mashamba ya askofu kwa sababu ya kazi alizonazo, amekuwa nazo nyingi, hataweza kuja kushiriki nasi katika kongamano hili, lakini atakuwa na neno kwetu kesho wakati wa adhimisho la misa takatifu tutakayohudhuria misa ya kiaskofu katika kanisa la kiaskofu saa 4 asubuhi. Kwa hiyo kesho saa 4 asubuhi Mhashamu Askofu ataongoza misa takatifu kwa lengo la shukrani tegemeza jimbo, na sisi kama wanaukwakata ndio itakuwa kwaya yake tutakaoimba kwenye hiyo misa. Wote kwa ujumla wetu. Wote si waimbaji, sio? Kwa hiyo tujiandae kwa ajili ya misa ya kesho itakayoongozwa na Mhashamu Askofu na kwaya ni sisi sote tulioko humu ndani. Tutatafuta mahali, wale wenyeji watuonyeshe mahali gani panatufaa sisi. Nadhani sasa tutegemee tu watu 500 na zaidi. Maana kama sasa tupo 488 na bado watu wengine hawajajisajili, kama wale wa Njombe hawajakamilisha kujisajili. Kwa hiyo tunaweza kuwa 500 na zaidi. Kwa hiyo kwaya hiyo itakuwa ndo kwaya kubwa kabisa na ya kwanza kutokea kuimba kwenye misa ya kiaskofu katika jimbo la Njombe. Mwalimu kiongozi yuko hapa na yeye ameshajipanga. Baadaye tukishamaliza mambo yetu tutakuwa na muda maalum wa kujiandaa kwa ajili ya misa hiyo ya adhimisho la Ekaristi Takatifu kesho. Wengine mmetoka mbali, poleni sana na safari. Wale wa Mbira, wale wa Manda, nadhani ni sehemu mbali kabisa katika jimbo letu la Njombe. Wa Mbira inabidi wasafiri kutwa nzima, na kwa kweli walifika hapa jana kwa ajili ya umbali walionao. Hawangeweza kusafiri leo na wakawahi. Wametoka kule asubuhi na mapema, wameingia hapa jioni saa 11:30 na wakawa wamechoka sana. Kama ingekuwa ndo wanakuja siku yenyewe ya tukio, kwa hiyo saizi wangekuwa bado hawajaingia. Na wengine wamechoka, hawangeweza kuhudhuria matukio mengine yanayofuata. Basi nitumie nafasi hii. Umati huu ni mkubwa. Kila mmoja alenge kongamano. Kila mmoja alenge nini? Kongamano. Kwa hiyo tusitegemee mambo yasiyofaa wakati wa kongamano la Kikristo, wakati wa kongamano la Wakatoliki, tena wanakwaya. Kwa hiyo nawaalika ninyi nyote tuwe katika hali tu ya akili ya kongamano. Tumejia kongamano, tujifunze mada zitakazotolewa hapa vizuri, na baadaye tuende tukawasaidie wenzetu ambao hawakuweza kushiriki kongamano letu kwa mwaka huu. Ni utaratibu wetu wa kawaida ya kuwa kila mwaka tunapoadhimisha sherehe ya Mtakatifu Cecilia, sherehe inakuwa lini? Inakuwa lini tarehe ya Mtakatifu Cecilia, msimamizi wa waimbaji wote duniani? Tarehe ngapi? Jamani. Inakuwa lini? Tarehe 22 ya mwezi Novemba. Sasa tarehe 22 ya mwaka huu inaangukia Jumamosi. Na Jumamosi ile ni Jumamosi ya vigilia ya sherehe ya Yesu Kristo Mfalme. Kwa hiyo tukaona ya kwamba endapo sherehe ya Yesu Kristo Mfalme kwaya zote ziko huko, jimbo zima, huko maparokiani tutakuaje? Ndio maana tukaona tufanye mapema kusudi tarehe 21 tufunge kongamano letu, tuanze safari mapema
tufike nyumbani mapema, tupumzike, asubuhi yake tuweze kuandaa adhimisho la Yesu Kristo Mfalme, sherehe kubwa kabisa. Miaka mingine sherehe hii haijafanyika katika jimbo la Njombe kwa muda mrefu sana maparokiani, kwa sababu askofu alikuwa ameweka ya kwamba kila inapofanyika sherehe ya Yesu Kristo Mfalme wote tuje jimboni kwa sherehe, kwa shukrani tuendeleza jimbo. Kumbe askofu tulio naye sasa anaona ya kwamba sherehe ya Yesu Kristo Mfalme ni ya muhimu kabisa kwa Wakristo wasikose misa maparokiani, na ndio maana amehamisha tegemeza jimbo kuwa kutoka siku ya Dominika kuwa siku ya Alhamisi kabla ya Yesu Kristo Mfalme. Ndio sababu kidogo kumekuwa na mvurugano kuhusu tarehe ya mahudhurio ya kongamano letu. Awali barua zetu zilisema mpaka tarehe 22 ndio iwe mwisho. Hoja hii ya kwamba tegemeza jimbo ipo Alhamisi na sherehe ya Yesu Kristo Mfalme iadhimishwe kama ilivyopangwa na kalenda ya kanisa lote ulimwenguni, kwa hiyo ikatufanya kurudi nyuma siku moja. Ndio sababu leo tumekusanyika hapa. Ipo sababu nyingine ya kufanya kongamano hili liwe la siku 3. Sababu yenyewe ni kwamba mwaka huu ni mwaka wa jubilei kuu ya wokovu wetu. Mwaka wa jubilei kuu ya wokovu wetu. Kwa hiyo kila baada ya miaka 25 tunaadhimisha jubilei ya wokovu wetu. Kwa hiyo mwaka huu ni wa jubilei kuu ya wokovu wetu. Tangu kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, tangu ukombozi wetu, yani kifo chake msalabani na ufufuko wake na kupaa kwake mbinguni. Kwa hiyo sasa tumefikia miaka hiyo 2020 sasa sherehe hii ni kila miaka 25. Kwa hiyo itaadhimishwa tena miaka 25 ijayo, maana 2050. Sasa 2050 ya Mungu makubwa, kwamba wote sisi tutakuwepo 2050 ni muujiza wa Mungu, sio? Lakini kwamba wote sisi tutakuwa tumeteketea pia ni muujiza wa Mungu, kama hilo linawezekana. Kwa hiyo wapo watakao kuwepo, wapo ambao hawata, yote ni mapenzi ya. Kwa hiyo kwa sababu hiyo kaona katika mwaka huu, na ni mwaka huu tu, tuifanye kongamano na tuadhimishe sherehe ya Mtakatifu Cecilia kwa pamoja kwa siku 3, mwaka wa wokovu wetu. Maana ndio mwaka wa mwisho kukutana katika sherehe ya ukombozi wetu kwa umati wa aina hii. Huko mbele Mungu atawachagua wengine, Mungu atawaongoza wengine, atawaongeza wengine katika kundi letu. Kwa hiyo kwa kuwa ni jubilei kuu ya wokovu wetu, ndio tumeziweka hizo siku 3. Na siku hizo 3 za maana kwa kila jambo. Tusikilize semina zetu zote tutakazozipata hapa, tukazifanyie kazi. Zote ni za muhimu sana kwa ajili ya maisha yetu. Tumwimbie Bwana. Karibuni nyote, asanteni sana.